Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa naomba swali namba 492 lipate majibu ya serikali. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa David Silinde. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Serikali katika mwaka wa fedha 2024-2025 imetekeleza mikakati mbalimbali ili kuongeza uzalishaji wa zao la pareto nchini, ikiwemo kusambaza mbegu bora kilo 890 za pareto kwa wakulima 3500 katika maeneo ya uzalishaji na kuboresha mifumo ya upatikanaji wa soko kwa kusajili kampuni 11 za kununua na kuchakata pareto. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali katika mwaka wa fedha 2025-2026 imepanga kuongeza uzalishaji wa pareto kufikia tani 5000. Lengo hilo litafikiwa kupitia mikakati mbalimbali ikiwemo kusambaza mbegu bora za pareto kilo 5300 kwa wakulima, kutoa mafunzo kuhusu kanuni za kilimo bora cha zao la pareto kwa wakulima viongozi 1019 na wakaguzi wa pareto 50, na kuratibu ujenzi wa makaushio 150 ya pareto katika halmashauri za Makete, Ileje, Mbeya, Ludewa, Mbulu na Arusha. Mheshimiwa Oran Jeza. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na uzalishaji mdogo huu wa pareto nchini, lakini Tanzania inaongoza Afrika kwa uzalishaji wa zao hili la pareto. Kuna changamoto kubwa sana ya mnyororo wa thamani ya hili zao. Mkulima analipwa shilingi 3700 kwa kilo, wakati yule mnunuzi akiisaga analipwa shilingi 6000 kwa kilo, na ukitengeneza ikiwa crude kwa kilo inauzwa 200,000 na refinery inauzwa 1,000,000 kwa kilo. Sasa ukiangalia huu mnyororo, Mheshimiwa Mwenyekiti, unaona kabisa kuwa mkakati uliopo sio mzuri na haumsaidii sana mkulima wala kuisaidia nchi yetu. Je, ni kwa nini sasa serikali isirudishe bodi maalumu ili iweze kusimamia zao hili muhimu? Na pia Mwenyekiti, kwa sababu tuna kiwanda cha kuzalisha viuatilifu pale Kibaha ambacho kinaweza kuzalisha viuatilifu kutumia pareto, ni kwa nini serikali siwe na mkakati maalum sasa ili zao hili liweze kutuletea viuatilifu ambavyo ni organic kutoka hapa nchini? Asante Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Na mimi nimthibitishie tu Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Njeza, kwamba moja ya zao ambalo sisi serikali tunalipa kipaumbele sasa hivi ni pamoja na zao la pareto. Na mnatambua kabisa kwamba tangu Mheshimiwa Rais ameingia madarakani ndio unaweza kuona mazao ambayo yalikuwa yamepotea sasa hivi yananyanyuka, ikiwemo zao la pareto ambalo kwa sasa sisi ni wa kwanza Afrika na wa pili nafikiri duniani. Kwa hiyo kuhusu bodi, kwa sasa yanasimamiwa na bodi ya mazao mchanganyiko pareto, lakini ni jambo ambalo lipo katika mipango yetu kulingana na uzalishaji jinsi unavyoendelea. Kwa hiyo jambo hilo niseme tu tunalifanyia kazi. Kuhusu kufufua kiwanda kwa ajili ya kuzalisha viuatilifu, na lenyewe lipo katika mipango ya serikali Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo nimeondoa shaka Mheshimiwa mbunge katika hilo. Asante. Mheshimiwa